Jiwe kuu maana linabeba nyumba nzima. Ndio unaweza kaona ghorofa kubwa. Ukiwauliza wajenzi wa nyumba watakwambia si kila nguzo ni ya muhimu. Ipo sawa, ina umuhimu wake, lakini kuna nguzo kuu katika ghorofa ambayo hiyo ikitenguliwa, hiyo nyumba yote inaanguka. Lakini kuna nguzo wakati mwingine ikianguka au ikibomolewa, nyumba inaweza kusimama, ghorofa inaweza kusimama. Lakini kuna nguzo ikisimama, iliyosimama, ambayo ni kama nguzo iliyoshika ghorofa. Inaweza kawa kadhaa, 2 au 3 au 4 ghorofa zote, katika ghorofa yote, na ikawa ndio kuu, na hiyo ikaangaliwa sana, ikajengwa kwa uimara mkubwa sana kuliko zingine, kwa sababu ndio inayobeba jengo lote. Ndio maana katika jiwe kuu au nguzo kuu haiwezi kuifanyia mchezo katika ujenzi, kwa sababu ukiifanyia mchezo katika ujenzi inaweza kusababisha madhara makubwa sana. Amen. Amen, Jose. Kwa hiyo Yesu anatajwa kama jiwe kuu la pembeni. Jiwe kuu la pembeni. Jiwe kuu la pembeni. Na jiwe kuu la pembeni. Jiwe kuu la pembeni ni hiyo tunachozungumzia inamaanisha nini? Tunataka kuona maana ya lile jiwe kuu la pembeni. Sasa unaweza kuona kama Yesu anafananishwa kama jiwe kuu la pembeni, utaona sasa umuhimu wa nini, kwa nini inamaanisha wokovu ni mkuu. Katika Mathayo sura 21 mstari 42, Mathayo 21 mstari 22, Yesu anawakumbusha Mafarisayo na Masadukayo. Mathayo 21 mstari 42, Biblia hapa inasema, Yesu akawaambia, hamkupata kusoma katika maandiko anayowakumbusha ni hayo tuliyosoma katika Zaburi 118 mstari 22 mpaka mstari 24. Yesu akawaambia, hamkupata kusoma katika maandiko, jiwe walilolikataa uwashi limekuwa jiwe kuu. Tuseme wote, limekuwa jiwe kuu. Tuseme tena, limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Amen. Amen. Mstari unaofuata hapo, turudie tena, tusome hapo kwa sauti. Amen. Tuishie hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anayetajwa hapa ni Yesu, kwamba ni jiwe kuu la pembeni. Jiwe kuu la pembeni. Jiwe kuu la pembeni. Kwa hiyo Biblia inapozungumza tutapateje kupona, tutapateje kupona tusipo ujali wokovu mkuu namna hii. Yaani sasa tungesema tunapateje kupona usipo imarisha nguzo imara za pembeni katika ghorofa. Utapateje kuwa na usalama? Utapateje kuwa na usalama? Amen. Huo mji unaoitwa mkuu, maana unalindwa sana, kwa sababu una kila kitu cha kiserikali hapo. Kwa hiyo unalindwa sana. Majeshi yataangalia hapo, vyombo vya usalama vitakuwepo hapo, na wakati mwingine utaalamu wote, vitu vyote vinavyostahili kuilinda huo mji mkuu utalindwa. Rada za usalama zitaiangalia mji mkuu, kwa sababu ndipo penye usalama, ndipo alipo kiongozi mkuu, ndipo walipo viongozi wakuu wa nchi. Kwa
Kwa hiyo utalindwa, manake usipolindwa hauwezi kuwa salama. Ni rahisi kushambuliwa na maadui. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hiyo maandiko yanaposema tutapateje kupona tusipo ujali wokovu mkuu namna hii. Utaona uzito sasa wokovu, kwa chochote kinachoitwa mkuu au kikuu kimebeba maana kubwa sana ya kiusalama. Amen. Amen. Ya kiufanisi, ya kufanikiwa, ya kupona. Tuko pamoja? Na kwa hiyo kuna mambo ambayo pia tunataka tukiangalie. Baada ya kujua hilo, tunapateje kupona tusipoujali wokovu namna hii? Taangalia kuna neno moja hapa mbili ambayo tunatakiwa tulijifunze. Amen. Kuna neno ambalo tunatakiwa tuliangalie ambalo inahusiana na maneno mawili tunakwenda kuyatafakari siku ya leo. Ndio maana kwenye siku moja nilikwambia tusije tukafanya mchezo kabisa na imani ya wokovu. Usije ukasikiliza hadithi tu za watu waliojichokea, watu ambao wameshindwa, watu ambao hawataki kwenda mbinguni, watu ambao wamedanganywa na adui, wakakufanya na wewe uone wokovu ni kitu chepesi. Uone kwamba pasipokuwa na wokovu unaweza kuwa salama. Lakini kwa msingi huu unaona, usipo ujali wokovu, mwanadamu yeyote hayuko salama. Mwanadamu yeyote asipojali wokovu hayupo salama. Yeyote akiudharau wokovu amedharau kitu muhimu sana katika maisha yake. Amen Jose. Amen Jose. Na utaona maandiko yanaelezea pia juu ya wokovu. Ndio maana unaweza kaona Mungu kutokana na vile ambavyo Yesu alivyo Mungu anavyothamini wokovu. Utaona haikuwa rahisi sana kuupata wokovu. Tangu Adamu na Hawa wafanye dhambi, wamkosee Mungu, utaona vilipita miaka mingi sana ambayo mwanadamu alikuwa bado hajapata ukombozi, hajapata wokovu. Lakini mwanadamu akaanza kufanyiwa mpango wa kupata wokovu ambao ni wa muhimu katika maisha yake. Na mpango huo ulimgharimu Mungu kumtoa mwanae wa pekee. Haleluya. Ikamgharimu Mungu kumtoa mwanae mpendwa, anayempenda sana, ili awe fidia, ili alipe gharama ambayo tulipaswa sisi kulipa. Na kwa sababu tulikuwa hatuwezi kulipa, kwa kuwa tulikuwa hatuna sifa ya kulipa deni hilo, alitakiwa mtu mtakatifu aliyeishi duniani, akajaribiwa kama wanadamu, kama Adamu na Hawa, na akajaribiwa na shetani huyo na akashinda. Na ndio maana tukaona jaribu alilolipata Yesu mwanzoni kabisa ilikuwa ni chakula, kama alivyokuwa amejaribiwa Adamu na Hawa. Na